Top story ni mahakama kumfutia kesi Diddy, ambapo wamefutiwa kesi 5. Sasa hakimu amekubali kukanusha mashtaka yaliyotolewa Februari 24 na mtayarishaji wa muziki Rodney Lil Lord Jones dhidi ya rapper P Diddy. Jumatatu March 24 mwaka 2025, jaji J Paul Otken alitoa uamuzi katika mahakama ya huko New York, ambapo alitupilia mbali mashtaka ya RICO na mengine yaliyofunguliwa na Jones Februari mwaka 2024. Jones alifungua kesi hiyo akidai kwamba wakati anafanya kazi ya kuandaa album ya Diddy inayoenda kama The Love Album of the Greedy, alishuhudia na kuhusishwa kwenye mambo machafu ya rapper huyo. Jones alidai kuwa aliishi na Diddy kwa wakati ambapo alikuwa akitayarisha album hiyo kati ya Septemba 22, yani Septemba mwaka 2022 na Novemba mwaka 2023. Katika kipindi hicho chote anadai kuwa alishuhudia wakati Diddy anatumia madawa ya kulevya aina ya kokeni kuwalewesha na kufanya ngono na wasichana wadogo, lakini pia kusafirisha wanaume kwa wanawake kwa ajili ya biashara ya kingono. Pia alidai kuwa hakulipwa fidia ya kutosha kutokana na mchango wake kama mtayarishaji wa album hiyo. Mnamo Machi 24 mwaka 2025, jaji wa wilaya ya Marekani J Paul Otken aliamua kwamba mtayarishaji Jones hakutoa ushahidi wa kutosha kuunga mkono madai yake, ambapo hakimu alisema hakuna uhusiano wa wazi kati ya madai ya shughuli haramu na kushindwa kumlipa Jones kwa wakati kwenye kazi yake aliyoifanya kutayarisha album ya The Love Album of the Greedy, ambapo alihitaji kulipwa fidia ya dola milioni 30 za Kimarekani. Lakini pia madai mengine yaliyotupiliwa mbali dhidi ya rapper P Diddy ni pamoja na yale yanayohusiana na ufisadi ambayo yanahusu masuala ya RICO and stuff like that, na mengine ni yale ya kihisia na yale ya uvunjaji wa mikataba. Hata hivyo, mahakama imeruhusu kuendelea kwa madai mengine dhidi ya Diddy, hasa yale yanayohusu unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia unyanyasaji wa kingono. Kesi hii ni sehemu tu ya msululu wa changamoto za kisheria ambazo Diddy amekuwa akikumbana nazo tangu mwanzoni mwa mwaka jana, mwaka 2024, zikiwemo tuhuma za unyanyasaji wa kingono na vitendo vingine haramu. Utakumbuka rapper P Diddy mara kwa mara amekuwa akikanusha madai yote ya makosa yake yanayomkabili, ambapo kwa sasa anakabiliwa na mashtaka mengi ya unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia mashtaka ya biashara ya kingono, huku kesi yake ikipangwa kusikilizwa tena mwezi Mei mwaka 2025. Mimi Thomas Kofiko Felix Sudi kwa hisani ya wazazi yo Mwananchi Digital, ndio sehemu ambayo uliopo.